Lakini pia Musa, wakati sauti inasikika, right, na madhihirisho ya Mungu katika mlima Sinai, Wanaisraeli walikuwa wanapata hofu, okay, walikuwa wanakumbwa na hofu, wanaogopa. The same wanafunzi walipoona wingu limewafunika, maandiko anasema pia wakaogopa. Kwa hiyo watu wa Mungu, huu mfanano sio accidental, si wa ajali. Manake kwa kila msomaji ambaye anasoma Injili ya Mathayo, anavyoona mlima wa mabadiliko, anaona elements ama mfanano usiokuwa kawaida ambao Kristo yupo nao na Musa, ambao mfanano unaafimu ya kwamba Yesu Kristo ni nabii. Kama narudia tena kusema, baada ya siku sita Musa anaisikia sauti ya Bwana kutoka mlimani. Baada ya siku sita Bwana Yesu yupo juu ya mlima. Musa anapanda mlimani akiwa na wanafunzi watatu pamoja na wazee 70, akiwa na mwanafunzi anaitwa Nadabu, Haruni na nani? Abihu. Kristo anapanda mlimani akiwa na wanafunzi also watatu, Petro, Yohana na Yakobo. Bwana Yesu akiwa mlimani anabadilika uso na mavazi yake. Also Musa akiwa mlimani anabadilika sura yake. Bwana Yesu akiwa mlimani anaisikia sauti ya Mungu ikiafirmu kwamba huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Musa akiwa mlimani anaisikia sauti ya Mungu. Bwana Yesu akiwa mlimani wingu linashuka. Okay? Musa akiwa mlimani mlima unakuwa umefunikwa na wingu. Bwana Yesu akiwa mlimani, Petro anasema tujenge vibanda vitatu. Wakati huo Musa akiwa juu ya mlima, bado Wayahudi walikuwa wanakaa katika vibanda ambavyo walikuwa wametengeneza pale nyikani. And also Luka anasema Musa na Eliya walivyomtokea Kristo waliongea kwa habari ya kutoka kwake, waliongea kwa habari ya his exodus, ambao wanazungumza kwa habari ya kifo chake. Okay? Ambayo hiyo inatukumbusha wazo kama vile ambavyo Musa aliwatoa Wayahudi kutoka Misri na kuwapeleka katika nchi ya ahadi, hivyo ambavyo Bwana Yesu wakati huu anawatoa watu wake kutoka katika utumwa wa dhambi na kuwapeleka katika ufalme wa Mungu. Lakini katika kauli ambayo Mungu amezungumza, huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye, msikilizeni yeye, inafahamu kabisa kwamba huyu ni nabii aliyeinuliwa mahali pa Musa ambaye anapaswa kusikilizwa. Okay, swali ambayo tunatakiwa kujiuliza kwenye mlima wa mabadiliko, kwa nini Musa na Eliya wanamtokea Kristo? Why Musa na Elijah wanamtokea Kristo? Kwa nini Musa na Eliya wanamtokea Kristo? Okay, kwanza kabla ya kutafsiri ya kwamba kwa nini Musa na Eliya wanamtokea Kristo, tujiulize swali, matukio gani ambayo yanafanana katika maisha ya Eliya na maisha ya Musa? Chochote kile ambacho unakiona kinafanana katika maisha ya Eliya na maisha ya Musa? Mfanano ambao upo kati ya maisha ya Eliya na maisha ya Musa kwa habari ya mfungo, ambapo mfungo upoje? Musa alifunga siku 40, Eliya naye alifunga siku 40. Wote tunafahamu Musa alikaa siku 40 bila kula na kunywa usiku na mchana. Eliya pia alikaa siku 40 bila kula usiku na mchana. Huo ni mfanano mmojawapo. Both of them walifast 40 days. Wote wawili walifunga siku 40. Mfanano wa pili uliopo kati ya Musa na Eliya, mfanano mwingine sema
Okay, ni mfanano mzuri. Okay, pointi nyingine, namna ambavyo wote walitoka duniani. Eliya alichukuliwa na upepo wa kisulisuli, si ndivyo? Akufariki, alipaa kwa upepo wa kisulisuli. Vipi kwa habari ya Eliya? No, vipi kwa habari ya Musa? Alikufa lakini mwili wake ukawa unagombaniwa na malaika. Okay, so both of them wame experience a remarkable departure. Remarkable departure. Wote wawili wametoweka kwa namna ya ajabu. Tuzungumze lugha, both of them wametoweka kwa jinsi ya ajabu. Mfanano wengine, madhihirisho. Both of them wameona special manifestation ya uwepo wa Mungu, wameona special theophany. Musa akiwa katika mlima anaona utukufu wa Mungu. Eliya akiwa also katika mlima Horebu anauona utukufu wa Mungu. Ukiangalia kwa Musa kuna matetemeko, kwa Eliya kuna matetemeko. Kwa Musa kuna moto unawaka juu ya mlima Sinai, kwa Eliya moto unawaka. Kwa Musa kuna sauti inasikika, kwa Eliya sauti ndogo inasikika. So both of them wame experience au wameona udhihirisho wa Mungu usio out together. So manake wao kumtokea Kristo ilikuwa na shida kitu gani? Kwa nini Musa na Eliya? mm -hmm. Yeah, Musa alikuwa ni mediator of the old covenant. Yes, alafu Kristo anakuwa ni mediator new covenant. Okay, labda niweke mambo simple. Musa anawakilisha Torati, wakati Eliya anawakilisha manabii. Okay, so manake Musa na Eliya, okay, kwa pamoja, Musa na Eliya kwa pamoja kumtokea Kristo, manake timisi ya kwamba kile ambacho Musa na Eliya walikuwa nakisema katika maandiko matakatifu. Okay, kile ambacho kimesemwa katika maandiko matakatifu katika Torati na manabii, ambao ni mpango wa Mungu wa ukombozi, Kristo amekuja kwani. Kama kile ambacho Musa na Eliya walianza kukitabiri ama walianza kukisema kwa habari ya mpango wa Mungu wa ukombozi wa wokovu kwa mwanadamu, Kristo amekuja kukamilisha. Kwa sababu wote tunafahamu kwamba tunaposoma katika Torati mpaka Malakai, jambo kubwa la wazi ambalo tunaliona ni namna ambavyo Mungu ana announce mpango wake wa ukombozi na wokovu. Kwa maana kuonekana kwa Musa ambaye anawakilisha Torati, kuonekana kwa Eliya ambaye anawakilisha manabii, maana kile ambacho Mungu alikuwa ameintend to do, Kristo amekuja kukitimiza. Tuko moja mpaka hapo. Jambo gani ambalo Mungu alikuwa amekusudia kulifanya? Kumwokoa mwanadamu kutoka katika utumwa na utawala wa dhambi. Kristo amekuja kumwokoa mwanadamu kutoka katika utumwa na utawala wa dhambi. Kwa kuonekana kwa Musa na Eliya akizungumza na Kristo ni kama ni wazo la wazi kabisa, linaonekana kwamba Kristo amekuja kufanya kile ambacho Musa na Eliya au kile ambacho manabii walikuwa wamekitabiri au walikuwa wamesema. Lakini pia Musa ni mediator and the lawgiver of the old covenant. Mediator and the lawgiver of the old covenant. Kuonekana kwa Musa anaonyesha transition period ya kwamba huu ni wakati ambapo agano la pili agano jipya lina kwa manake Musa ambaye ni mediator of old covenant, kuonana pamoja na Kristo ilikuwa ni namna ambayo inaonyesha kwamba agano la kale linakaribia kuisha na agano jipya linakaribia kufunguliwa. Kwa maana kuonekana kwa Musa na Eliya kwa Kristo ilikuwa ni kama kuonekana kwa
utimilifu wa mpango wa Mungu wa wokovu, ujio wa agano jipya ambalo Kristo ndiye mjumbe na Kristo ndio mjumbe au mediator wa hilo agano. Hello? Swali. Swali. Any question so far? Swali.